Habari mfuatiliaji wa makala zetu, leo tutakwenda kuangazia juu ya ugonjwa wa shinikizo la damu, hypertension. Shinikizo la damu ni moja ya magonjwa sugu yanayoathiri mamilioni ya watu duniani na ni chanzo kikuu cha kiharusi, ugonjwa wa moyo na figo kushindwa kufanya kazi. Hali hii hutokea pale ambapo msukumo wa damu katika mishipa unakuwa juu kupita kiwango cha kawaida kwa muda mrefu, jambo linalosababisha kuongezeka kwa mzigo kwa moyo na mishipa ya damu. Mara nyingi, shinikizo la damu halina dalili za moja kwa moja, hivyo wengi hugundua wakiwa tayari wanapata madhara makubwa kiafya. Ndiyo maana linajulikana pia kama muuaji wa kimya. Kuna aina mbili za shinikizo la damu: shinikizo la damu la msingi. Aina hii inasababishwa na urithi, umri, uzito kupita kiasi na mtindo wa maisha, na shinikizo la damu la pili. Aina hii pia inasababishwa na magonjwa mengine kama figo, tezi au matumizi ya dawa fulani. Dalili kama maumivu ya kichwa ya mara kwa mara, kizunguzungu, mapigo ya moyo kwenda kasi, na kuchoka haraka ni ishara muhimu zinazoweza kuashiria tatizo hili. Ufuatiliaji wa mara kwa mara wa presha ya damu ni muhimu ili kudhibiti hali kabla haijakuwa hatarishi. Kwa wagonjwa wengi, tiba bora zaidi ni mchanganyiko wa lishe sahihi, mazoezi ya mwili, kupunguza chumvi, kudhibiti msongo wa mawazo na tiba za asili. Zipo dawa ambazo zimeundwa kitaalamu kwa kutumia viambato vyenye ufanisi wa juu, na matokeo huanza kuonekana ndani ya siku chache. Ni tiba salama, ya kudumu na yenye matokeo halisi kwa wagonjwa wa shinikizo la damu Tanzania na duniani kote. Endelea kufuatilia chaneli yetu. Usiache kusubscribe, kulaiki na kukomenti. Karibu sana.